Teknolojia ya roboti inaendelea kupiga hatua kubwa duniani huku mashindano yakitumika kuonyesha ubunifu na uwezo wa kisasa. Nchini China, kampuni ya Honor inaleta roboti wake wa kibinadamu kushiriki katika nusu marathoni ya kipekee mjini Beijing, ikionyesha maendeleo katika akili bandia na uhandisi wa hali ya juu. Tazama. Mashindano haya yanayoandaliwa kwa pamoja na serikali ya manispaa ya Beijing pamoja na China Media Group yanatarajiwa kufanyika tarehe 19 mwezi Aprili. Roboti Lighting imeunganishwa na mafanikio ya hivi karibuni ya Honor katika utengenezaji wa akili bandia na roboti zenye uwezo wa kufanya kazi kama binadamu. Ina uwezo wa hali ya juu wa kudhibiti mwendo, kutambua mazingira kwa wakati halisi pamoja na kufanya maamuzi kwa kujitegemea. Ili sharti la kuwa na kasi kubwa ya hatua ni kuwa na nguvu ya kutosha ya kusukuma miguu. Hivyo basi nguvu ya kusukuma pamoja na kasi ya mzunguko ni muhimu sana. Kifaa chetu kina uwezo wa kutoa nguvu kubwa sana inayofanana na ile ya injini ya gari lenye nguvu kubwa. Mashindano haya yatafanyika katika wilaya ya Jinjuang, Beijing, yakifunika umbali wa kilomita 21. Zaidi ya timu 100 tayari zimejiandikisha kushiriki katika tukio hilo la mwaka huu. Kwa upande mwingine, roboti Energetic Boy haina kasi kama Lighting, lakini imejipanga kushindania tuzo ya mwendo mzuri zaidi kwa kutumia mikono yake yenye unyumbufu na uwezo wa kucheza moonwalk kwa ustadi. Rais wa kitengo cha ubunifu wa biashara mpya wa Honor amesema roboti hizi zinaweza kutumika katika sekta mbalimbali siku za usoni. Siku zijazo roboti zetu zinaweza kutumika kama waongoza watalii, wasaidizi wa ununuzi na hata kazi za nyumbani. Maendeleo ya sekta ya roboti yanahitaji miaka 3 hadi 5 au hata miaka 5 hadi 10. Cha muhimu zaidi ni kujenga uwezo wa teknolojia. Tukifanikiwa kuunganisha roboti na bidhaa nyingine kwa urahisi, uzoefu wa wale wanaozitumia utaimarika kwa kiwango kipya kabisa.